Mimi naitwa Fungo Ali Fungo, mwenyekiti wa mamlaka ya maji Tanga UWASA, na nishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua hii ambayo tuliofikia. Leo tumekuwa na ziara ya pamoja kuanzia asubuhi mpaka hivi sasa. Ziara hii madhumuni yake ilikuwa ni kuonyesha nini tumekifanya kwa mwaka uliopita, na hasa katika mradi mkubwa ambao mradi huu umepata baraka za Jamhuri ya Muungano, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia nichukue fursa hii kuishukuru serikali ya mkoa wa Tanga, viongozi wote wa serikali katika mkoa wa Tanga, halmashauri ya jiji la Tanga, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa jiji la Tanga, meya wa jiji la Tanga. Hawa wote wamekuwa katika mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba mamlaka ya maji Tanga UWASA inafanya na inatimiza majukumu yake kwa kuhakikisha kwamba tunafikisha huduma yetu kwa wananchi kama ambavyo wananchi wanavyotarajia. Na kwa sababu nitazungumza mara moja tu, sidhani kama nitazungumza tena huko mbele, basi nichukue fursa hii pia kuwashukuru nyinyi waandishi wa habari kutoka vyombo vyote vya habari ambavyo viko Tanga au viko Tanzania nzima. Kwanza kwa kuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka hivi sasa. Tunajua mna kazi nyingi, mna majukumu mengi, lakini mmeweza kuweka pembeni majukumu mengine leo na mkakubali kutembea nasi katika ziara hii fupi ya kuweza kuona shughuli zetu. Niwashukuru sana kwa hilo. Lakini shukrani zangu kwenu nyinyi zinakwenda zaidi ya hapo. Kwetu sisi tunauona mwaka 2025, sisi Tanga UWASA manake tunauona mwaka 2025 kama mwaka wa mafanikio makubwa. Tumekuwa na miradi kadhaa, miradi ambayo ni ya thamani kubwa. Tumeiendesha miradi hii kwa mafanikio makubwa mpaka hivi sasa, ingawa mingi haijakamilika. Ile mikubwa, hasa mkubwa ambao haujakamilika na kama tulivyoona leo ni huu wa bond, hati fungani. Mradi ambao tumezoea kuita hivyo mradi wa hati fungani, lakini si mradi unaohusika na hati fungani moja kwa moja. Hati fungani inafadhili huo mradi au ndio ambayo inafandi huo mradi. Sitaeleza zaidi kuhusu hati fungani kwa sababu baadaye mtaalamu wetu ataelezea hati fungani hii ilikujaje. Lakini huu ni mradi mkubwa kwetu sisi ambao mradi una madhumuni ya kuhakikisha kwamba huduma yetu inawafikia wakazi wote wa maeneo ambayo tunatoa huduma. Ni mradi ambao kama tulivyoelezewa kule una components kuu 4, na hizi 4 tumekuwa tukiziendesha kwa wakati mmoja. Sio kwamba tunafanya phase moja baada ya nyingine, hapana, kwa wakati mmoja zote tumekwenda tukienda nazo. Phase ya kwanza kama tulivyosema kule kwenye chanzo, kwenye bwawa pamoja na pump house, kutengeneza pumps nyingine mpya ambazo zitaweza kusukuma maji kwa wingi zaidi, kupeleka katika hatua ya pili. Hatua ya pili ni pale ambapo tumefika panaitwa Moe, kwenye mtambo wetu wa kusafisha, kupokea na kusafisha maji na baadaye kuyatuma katika kwa walaji. Pale ni hatua ya pili, kuna kupanua ule mtambo, lakini vile vile kuna hatua ya tatu ya kujenga lile tank, na baada hapo hatua ya 4 ni kusambaza maji kwa watumiaji. Haya ni maeneo makuu 4 na kama mlivyoona si madogo, ni makubwa sana. Nimeona hata mwandishi mmoja aliyokuwa na wasiwasi tulivyosema kwamba tuko 45% hivi sasa, lakini tutamaliza ndani ya miezi 3 ijayo, na akiangalia tulikotoka ni kurefu zaidi kuliko palipobaki, na tulichokifanya ni kidogo zaidi kuliko kilichobaki. Inampa wasiwasi, lakini napenda niwahakikishie kwamba tumejipanga, mradi umepangwa vizuri, resources zote zipo, na labda itokee jambo ambalo li nje ya uwezo wa binadamu, tunatarajia tutamaliza kwa wakati uliopangwa. Na mradi huu utakapomalizika, nafikiri tutakuwa tumepata 40 ya matatizo mengi ya upatikanaji wa maji katika jiji la Tanga, Pangani, Muheza na Mkinga. At least matatizo mengi, kwa sababu jamii yenyewe tunayohudumia haiko static, inaendelea kukua. Kwa hiyo sisi tumejipanga kufikia 100% utoaji wetu wa huduma by the time mradi utakapokuwa umekamilika. Lakini tunajua jamii inakuwa, mahitaji mengine yatajitokeza, na jinsi atakavyojitokeza tutajipanga zaidi kwa ajili ya kuweza kuyatimiza
mahitaji wakati huo. Madhumuni niliambiwa niwape tu salamu za mwaka huu 2025 na kwa mwaka unaokuja. Sasa salamu za mwaka 2025 ndio hizi zinazosema kwamba ni jitihada zetu katika kuhakikisha kwamba huduma inafikia kwa wananchi. Na kwa mwaka 2026 tunatarajia kwamba mradi huu utakuwa umekamilika, na utakapokamilika bila shaka mahitaji yatakuwa, na mahitaji yatakapokuwa tutajipanga zaidi kwa ajili ya kuweza kumiti hayo mahitaji ya jamii. Mwaka 2026 baada ya kukamilika mradi huu, ni matarajio yetu kwamba huduma yetu itakuwa bora zaidi. Tutawafikia wale wote ambao hawajafikiwa hivi sasa, na wale ambao wameshafikiwa watapata huduma bora zaidi. Kuna sehemu ambazo tunajua bado kuna utata, kuna matatizo, maji hayapatikani kwa kutosha, lakini matarajio yetu ni kwamba baada ya kukamilisha mradi huu tutafanya kazi, mitambo yetu itaweza kuzalisha maji masaa 24 na kuwafikia wale wote ambao wanahitaji huduma hiyo. Naitwa Engineer Salumu Hamisi Ngumbi, ni mkurugenzi wa usambazaji maji na usafi wa mazingira katika mamlaka ya maji Tanga, Tanga Uwasa. Tanga Uwasa inatekeleza mradi mkubwa wa kuboresha miundombinu ya maji na ya maji taka, ambayo kwa jina maarufu unajulikana kama mradi wa hati fungani. Mradi huu mkubwa umebuniwa kwa malengo makuu manne. Lengo la kwanza ni kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji katika jiji la Tanga, mji wa Muheza na Pangani. Kwa sasa hivi mradi wetu, maeneo yetu ya kutoa huduma yana uwezo wa kuzalisha maji mita za ujazo 1045 kwa siku. Kwenye mradi huu wa hati fungani tunauongeza ili mtambo wetu wa kutibu na kusafisha maji ufike mita za ujazo 1060 kwa siku. Vile vile kwenye huu mradi wetu wa hati fungani, Tanga Uwasa imepanga kufanya uendelezaji wa mtandao wa mabomba kwa maeneo yote ambayo hayana huduma ya maji kwa urefu wa kilomita 60. Pia imepanga kufanya ukarabati wa mabomba chakavu ili kupunguza maji yanayopotea na kuhakikisha maji mengi yanawafikia wananchi kwa urefu wa kilomita 110. Vile vile kwenye mradi huu hati fungani, Tanga Uwasa imepanga kufunga mita za malipo kabla, mita za Limac au prepaid kwa wateja wapatao 10,000. Vile vile kwenye mradi huu hati fungani, Tanga Uwasa itatekeleza mradi wa kufanya ukarabati wa miundombinu ya maji taka katika jiji la Tanga kwa urefu wa kilomita 3. Pia itaunganisha wateja wapya wapatao 2450. Mpaka sasa hivi mradi huu umefikia asilimia 45 na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Machi mwaka 2026. Asanteni sana. Leo tumeweza kufanya ziara iliyoandaliwa na wenzetu wa mamlaka ya maji safi na maji taka jiji la Tanga, Tanga Uwasa, kuweza kuangalia miradi ambayo wanaitekeleza kwa fedha walizozipata kwa mpango wao ule wa bondi ya hati fungani. Kwa kweli mimi niseme kwamba wanachokifanya Tanga Uwasa kinaenda kubadilisha na kuboresha sana maisha ya wakazi wa jiji la Tanga na hizo wilaya jirani. Lakini nikizungumzia jiji la Tanga, kwanza jiji la Tanga tuko vizuri sana kwa upatikanaji wa maji safi na salama. Tanga Uwasa wamekuwa wakijitahidi, hiyo shida kwa Tanga kwa kweli ni tunaisikia. Sasa na huu mpango ambao umekuja sasa wa uboreshaji na uongezaji wa vituo vyao vya uzalishaji maji na usambazaji maji, ni kwamba sasa tunaenda kupata maji kwa 100% wakazi wa jiji la Tanga. Na sisi pia kama halmashauri ya Tanga ambao tuna jukumu la kutoa huduma za kijamii katika jiji hili, hawa wenzetu wa Tanga Uwasa wanapoenda kufanya hivyo wanazidi kwenda kuongeza tabasamu kwa wakazi wa jiji la Tanga ambao na sisi tunahudumia katika maeneo mengine. Na sisi kama halmashauri ya Tanga na Tanga Uwasa zote ni taasisi za serikali na tunashirikiana sana katika kila hatua kuhakikisha kwamba jamii ya watu wa Tanga inaenda kupata tabasamu la maisha. Kwa hiyo pamoja na hatua hizi zinazochukuliwa na watu wa Tanga Uwasa kuhakikisha jamii ya Tanga inapata maji yaliyo safi na salama, lakini pia watu wa Tanga wawe makini pia katika matumizi ya maji, kama vile wataalamu wenyewe Tanga Uwasa wanapotuambia kwamba wawe na wachote maji, wahifadhi, watumie kidogo kwa ajili ya kibajeti ili siweze kuingia gharama kubwa, kwani ukiwa unatumia maji bombani moja kwa moja unatumia mengi kuliko ukiwa katika chombo cha hifadhi. Lakini vinginevyo niseme tu kwamba tunaamini kwamba mradi huu wa hati fungani utakwenda kuleta mabadiliko makubwa ambayo yataleta tija nzuri kwa wakazi wa jiji la Tanga. Jina langu mimi naitwa Mashaka Mhando. Hakika kwanza tunawapongeza sana Tanga Uwasa kwa leo
kutupa mafunzo au kutuelekeza namna mradi huu wa hati fungani ya kijani jinsi unavyotekelezwa. Tumeenda kule kwenye chanzo cha maji kwenye bwawa la Babayani, tumejionea namna jinsi bwawa lilivyokuwa linajitosheleza maji na wanavyokuwa wanasema utunzaji wao kupitia uamakizi wa kule kwenye chanzo cha maji kwenye milima ya Amani. Lakini pia tulienda pale kwenye mtambo kusafisha maji Moe, tumeona kazi mbalimbali ambazo zinafanyika ikiwa kujenga matenki kubwa lile la lita karibu 35 ambalo ni la pili kwa kubwa Tanzania, lakini tumeona kazi inaenda kwa kiwango kikubwa na umesema kabisa kwamba imefikia kwa wastani wa 45%. Na tumekuja hapa kwenye ofisi zao za Mwakidila huku na umetupa maelezo ya kina kuhusiana na mradi huu utakavyokuwa umekwisha, kwa maana utakavyokuwa unanufaisha wananchi wa jiji la Tanga, Pangani, Mkinga na Muheza, namna jinsi mradi huu utakavyokuwa mkombozi kwa wananchi wa wilaya hizo. Hakika kwa kweli sisi kama wadau wa Tanga Uwasa tumenufaika na ile elimu ambayo wametueleza namna jinsi mradi unavyotekelezwa kwa mapana yake kwa kweli, kiasi kwamba hakika mradi utakapokuwa umekamilika utakuwa ni mkombozi kama alivyosema mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Tanga Uwasa kwamba utakuwa ni mwarobaini wa upatikanaji wa maji katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tanga, katika wilaya ya Muheza, Pangani na Mkinga, kwa sababu mradi huu unakizi viwango vikubwa kwa sababu ya gharama ya mradi karibu bilioni 53.12. Ni fedha nyingi, na kwa namna jinsi ambavyo watatekeleza, hasa tunavyokuwa tunafahamu kuna upotevu mkubwa sana wa maji, lakini pia mabomba watayakarabati, wataweka vizuri, kwa hiyo maji yatawafikia wananchi vizuri.